Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola ya Seba. Tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndiyo leo, ni vyema sana kufuatilia kipindi hiki mpaka mwisho, na vipindi vya nyuma utabarikiwa sana. Kumbuka neno la Mungu limebeba baraka zote za roho na mwili, na wewe utakapoitii sauti ya Mungu, ndipo Mungu atakapo kutukuza juu ya mataifa. Atakubariki mjini, atakubariki vijijini, atabariki kazi za mikono yako, kwa sababu yeye ndiye baba wa wote wenye mwili. Na ukimtii baba, lazima akubariki baraka zote za roho na mwili. Leo tunajifunza somo linalohusu agizo la upendo kuhusu dunia, ambalo linatoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 1 mstari wa 5. Inasema, walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Nini maana ya somo hili? Kwa nini upendo unaagizwa? Na upendo umehubiriwa sana. Lakini kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia takatifu, Yesu Kristo wakati anawaosha wanafunzi 12 aliwaosha miguu akiwaambia, pendaneni ninyi kwa ninyi kama jinsi nilivyowapenda mimi. Aliagiza upendo. Kwa hiyo tunaposoma hili somo kutoka kwa Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 5, anaagiza upendo. Tena anaagiza upendo usiokuwa na unafiki. Lengo ni nini? Kama tunavyojua, upendo ni asili ya Yesu Kristo. Na tukiangalia katika ulimwengu huu tunaoishi, vitu vinavyotutesa ni mauti. Mauti ilitokana na dhambi ya wazazi wetu kushindwa kutii sauti ya Mungu. Ndipo shetani kupitia nyoka akamdanganya Eva na baadaye Adamu, tukaingia katika mauti, na mauti ilitupata wote, wema na wabaya. Dunia hii ilikuwa katika mauti. Mungu mwenyewe akamtuma Yesu Kristo, na Yesu Kristo alikuja na zawadi ya upendo. Upendo ule aliuonyesha msalabani kwa mateso makali, kwa masimango makali na matusi makali, lakini akasema neno moja, ndipo akakata roho. E Baba, uwasamehe, maana hawajui walitendalo. Kwa hiyo upendo huu ndio unaopinga mauti. Mauti haina nguvu kwenye upendo. Mauti haiwezi kufanya lolote kwenye upendo. Kumbuka dunia hii unavyoiona, mataifa yanapigana vita,
watu wanauana katika familia, watu wananyongana, ni kwa sababu ya kukosa upendo. Na huu upendo uliasisiwa na Yesu Kristo tuutumie, lakini watu tumebaki na visasi. Visasi kwenye familia, visasi kwenye ukoo, visasi kwenye taifa. Tutapataje kupona? Kumbuka siku ya mwisho, parapanda itakapopigwa, hakutakuwepo na hukumu. Hukumu itatoka ndani ya moyo wako. Kama ukuwahi kuachilia watu, ukuwahi kupenda mtu hata siku moja, maana yake automatiki wewe mbingu itakutapika. Na wewe mwenye msamaha, ambaye umetimiza matendo yote ya kupenda jirani yako na hata adui yako, automatiki mbingu itakukamata, kwa sababu wewe umetimiza sheria ya Yesu Kristo ambayo imeletwa katika agano hili. Upendo una nguvu zaidi ya mauti. Palipo na upendo, mauti haipo. Palipo na upendo, mauti haipo. Lakini palipo na mauti, upendo haupo. Ndipo tunaposema katika dunia hii ina watawala wawili. Mtawala wa kwanza ni mauti na mtawala wa pili ni upendo. Upendo ndio unaotawala mbingu yote, na upendo ndio ulioahidiwa utakuja kutawala dunia yote, na watu wataishi milango wazi, kwa sababu adui hatakuwa na nafasi, na wote wenye roho ya chembechembe ya uadui watakuwa wamepelekwa sehemu panapohusika. Tuangalie kwa ufupi kidogo nini maana ya mauti. Mauti ni roho ya kifo iliyoletwa na Shetani kupitia nyoka katika bustani ya Edeni, pale wazazi wetu walipoasi sheria ya Mungu. Msingi wa mauti ni dhambi na hukumu. Lakini mauti, Shetani anapambana usiku na mchana kuwakosesha wanadamu washindwe kutii sheria ya Mungu na washindwe kutubu mbele za Mungu, ili wapate kifo, ili apate watu wa kusherehekea naye siku ya mwisho, parapanda pale itakapopigwa na malaika na jopo kubwa la Yesu Kristo. Lakini tukiangalia upendo ni nini? Upendo ni roho ya uzima iliyoletwa na Mungu kupitia Yesu Kristo kumwaga damu yake msalabani, ili mimi na wewe tupate kupona. Msingi wa upendo ni neema na msamaha. Msingi wa upendo ni neema na msamaha. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Sisi tusiposameheana, hata Mungu hawezi kutusamehe. Sisi tusiposameheana, hata Mungu hawezi kutusamehe. Dawa ya kwanza ili tupate uzima wa milele na kuimiliki nchi, lazima sisi tusameheane sisi kwa sisi kwa mapungufu yote. Kwa hiyo upendo, Yesu Kristo mpaka sasa anapambana kuwarejeshea watu moyo wa toba na msamaha ili wapate kuishi. Kumbuka, upendo una nguvu sana. Mauti haina nguvu kupita upendo. Hivyo mauti haiwezi kushinda hata siku moja, kwa sababu upendo, palipo na upendo, mauti huwa inakimbia. Hivyo omba sana upendo wa kimungu utawale maisha yako, ili mauti iondoke yenyewe katika maisha yako. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.